Kwa vipi mwana Swahili TV, ujambo na karibu kwenye makala hizi. Kuna ujumbe ambao ulichapishwa kwenye mtandao wa kijamii na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa hapa ameamua kumvaa makamu mwenyekiti wa CCM mzee Steven Wasira. Sasa kuna tamko ambalo lilitolewa na mzee Steven Wasira ambalo alijakaa vizuri na umma ya Watanzania na vile Mange Kimambi, kwa maana ikikumbukwa kwa tarehe 29 Oktoba mwaka jana kuna vitu vingi ambavyo viliendelea nyuma pazia pale ambapo nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliamua kuingia kwenye uchaguzi. Ni uchaguzi ambao ulisheheni vitu vingi, kwa maana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huu Mama Samia Suluhu Hassan alipata kura 98% za kura zote zilizopigwa katika uchaguzi huo. Sasa kuna vitu vingi pia vilifanywa na maafisa wa jeshi la polisi kuwadhibiti vijana wa majenzis ambao waliamua kuhusika kwenye maandamano. Sasa hapa vijana hao walikuwa na kauli mbiu ambao walikuwa nasema kuwa no reforms no election, kumaanisha kuwa bila mabadiliko hamna uchaguzi ambao ungeruhusiwa kufanyika katika taifa husika. Hawa ni vijana ambao walidhibitiwa na maafisa wa jeshi la polisi ambao waliwapiga, waliwaua, waliwateka na vile kuwapoteza, na hadi wa leo bado kuna ndugu jamaa na marafiki ambao bado wanairai serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kuwa imewapa miili ya wapendwa wao ndio angalau waende wafanyie maziko. Sasa hii ni issue ambayo nimekuwa nikifuatilia kwa karibu zaidi ndio angalau nipate kujua hali halisi. Sasa hapa mzee Wasira alisema kuwa hawataweza kuomba msamaha kwa mauaji ya tarehe 29 Oktoba, ikikumbukwa kuwa kuna kile ambacho tunachokiita maridhiano ambayo inafaa ifanyike ama mazungumzo kati ya chama cha CCM na Chadema na vile wa Tanzania ndio angalau wapate kusameana kutokana na maovu ambayo yalifanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jeshi la polisi ambao bado wanaendelea kukingiwa kifua na serikali husika ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa mzee Wasira alikuwa anasema kuwa hawataweza kuomba msamaha kwa mauaji ya tarehe 29 Oktoba. Sasa Mange Kimambi ni kama hajafurahishwa na tamko la mzee Wasira. Kwenye mtandao wa kijamii wa X, Mange Kimambi amepanda pale na kuweka picha ya mzee Wasira pale na kusema kuwa kwanza, nani kawaambia Watanzania wataridhika na msamaha? Akaweka alama kiulizio, akiendelea kusema hivi: muombe msamaha, msiombe, sisi tunachotaka ni wajibikaji wa mauaji na sio msamaha. We want accountability, kumaanisha kuwa wanataka uwajibikaji, msamaha kuwaombeni wake zenu. Sasa hapa Mange Kimambi anawaambia wana CCM ya kuwa msamaha waombe kwa wake zao, wao kile ambacho wanachohitaji, kumaanisha kuwa umma ya Watanzania na wanachadema wanahitaji kile ambacho tunachokita uwajibikaji, yani ile ishu nzima ya maafisa wa jeshi la polisi na wanasiasa ambao walihusika na machafuko nchini Tanzania tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana wachukuliwe hatua kali za kisheria. Sasa kumekuwa na vitu vingi, watu wanasema kuwa wale ambao walihusika na mauaji inafaa wachukuliwe hatua kali za kisheria na vile serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia iwajibike, kumaanisha kuwa maafisa wa jeshi la polisi ambao walihusika na mauaji pia wachukuliwe hatua kali za kisheria. Sasa baada ya Mange kupandisha huu ujumbe, kuna wengi ambao wameamua kutoa maoni yao hapa, wamedondosha comment zao kwenye timeline ya Mange. Kuna huyu ambaye anajulikana kama HKM anasema sahihi kabisa, wakawaombe msamaha wake zao na familia zao. Alafu Creek anasema hilo linyani kipara mreda huwa linaongeaga mavi, sisi Watanganyika tunataka wahusika wote wafe kama walivyoua na wafilisiwe mali zao zote walizoiba Watanganyika ama walizowaibia Watanganyika. Sagrena anasema kabisa wakaombe wake zao, maana nadhani wake zao huwa wanasema huko ndani nyie hamna watoto. DR Tunu Grace anasema hiki kizee hiki hakina akili na kina tamaa mpaka kumwaga damu za Watanganyika, kitakufa vibaya, kinafikiri bado kina miaka hata 5 mbele, uchawa umekijaa, anasema hivyo.
Push anasema mzee aliyebakisha miaka 2 kuishi hapa duniani anawapangia vijana watoishi kwenye future ya hii dunia miaka 70 ijayo. Da Tanganyika Gen Z amkeni I say, competition duniani ni brutal mno. Kiendelea ku-entertain mizee kama hii na ma-CCM yao, it is detrimental to your future. Mimi nawaambia ukweli tu, haya stop being passive. Akasema fight. Mwingine hapa anajulikana kama whatever anasema huyu mzee huwa ana shida gani? Yesu anatosha, anasema hiki kizee hiki hakina akili na kina tamaa mpaka kumwaga damu za Watanganyika, kitakufa vibaya mno, kinafikiria bado kina miaka hata 5 mbele. Uchawa umekijaa. Akatagi CCM. Huyu anajulikana kama mtoto wa jirani, anasema huyu mzee kiburi chake ni top notch kumamae zake. Mlima Sayuni anasema shetani hajawahi kuomba au kupewa msamaha. ELR anasema mzee mchawi kabisa, hizi ni zama nyingine kabisa, kataa wauni. Alafu huyu anajulikana kama Willy anasema Wasira is one of the most useless human being you will ever see. Anasema kuwa Wasira ni mmoja wa watu ambao hawana maana kwenye nyuso ya dunia, na anasema kuwa he is literally overstaying his time, adding absolutely no value on the earth. Anasema kuwa hana dhamana yoyote kwenye dunia hii. Buganga anasema huyu sokwe mzee angenyamaza tu. Black Mutu anasema kweli wanawake wa huruma, akaweka emoji ya mtu ambaye amekaza sura. Anastasia BLVRD anasema yani hawa watu sijui wanachukuliaje ama wanatuchukuliaje. Traore Boy anasema kwa unajua huwa huna miaka mingine kadhaa mbele. Anasema sura mbaya ama sura baya. Anasema wana kiburi kilicho pitiliza. Mwingine hapa anajulikana kama Litanula anasema hili zee pumbu lake kama buyu la Dodoma. Alafu akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye anarusha taka kwenye pipa. Kwa hiyo ni baadhi tu ya wale ambao wanadondosha comment zao kwenye posti ya mwanadada mpambanaji Mwite Mange Kimambi baada ya kuamua kumvaa makamu mwenyekiti wa CCM mzee Steven Wasira, baada ya kutoa tamko ambalo linaonekana kuwa halikukaa vizuri na Mange Kimambi. Kwa maana hapa alikuwa anaongea kuhusu kile ambacho kilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 pale ambapo nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliingia kwenye uchaguzi na vijana wa majenzi pia walifanywa ukatili wa kupitiliza na maafisa wa jeshi la polisi ambao hadi wa leo bado wanaendelea kukingiwa kifua na serikali husika. Mzee Wasira alikuwa anasema kuwa hawataweza kuomba msamaha kwa mauaji ya tarehe 29 Oktoba. Sasa hapa Mange Kimambi akaamua kumvaa kiundava. Anasema kuwa wao hawahitaji msamaha, kile ambacho wanachohitaji ni ile hali ya kuwajibika. Wale ambao walihusika na mauaji wachukuliwe sheria kulingana na katiba ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo utadondosha comment yako hapo chini angalau nipate kujua na jisije kutokana na kile ambacho alichokisema wazee mzee Wasira na hii issue nzima ya Mange Kimambi kuamua kumvaa mzee Wasira kwa kusema kuwa wao hawahitaji kile ambacho tunachosema ni msamaha, bali kile ambacho kinaitwa accountability ama uwajibikaji. Yani maafisa wa jeshi la polisi na wanasiasa ambao walihusika na mauaji tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025 wachukuliwe hatua kali za kisheria. Kwa hiyo dondosha comment yako hapo chini ndio angalau tupate kujua na jisije kutokana na makala hizi, alafu baadaye tutapata kujua inakuaje ile issue nzima ya kuboresha makala zetu.